Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wema wake na fadhili zake. Ndani ya mwaka wa 2025, mwaka wa mvua ya neema, kweli Mungu amekuwa mwema. Neema yake imetusaidia, mkono wake umekuwa juu yetu. Tumehisi kupendwa zaidi, tumehisi kuonyeshwa uzuri na Mungu zaidi. Na tunapofanya ibada ya mwisho wa mwaka na ama ibada ya mwisho ya wiki ya mwisho, nataka kuongea kwa ufupi sana kuhusu Thanksgiving. Waefeso mlango wa 5 mstari wa 20 nasema hivi: siku zote mkimshukuru Mungu Baba kwa kila jambo katika Kristo, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Siku zote mkimshukuru Mungu. Mstari wa 17: kwa hiyo msiwe wajinga, bali mpate kujua nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Haya maandiko yanatuhimiza kuhusu kumshukuru Mungu. Maana wa Thessaloniki wa kwanza mahali tumesoma imesema ni mapenzi ya Mungu. Ni mapenzi ya Mungu kumshukuru katika Kristo Yesu. Wakati mwingine wao tunachukulia mambo mengine kama kawaida na tunakosa sababu za kuinua mbele za Mungu wakati tunashukuru. Kama ingelikuwa nyota za mbinguni zinaonekana mara moja kwa mwaka, kama kile kitu kinapitanga, wakati mwingine unasikia kuna kitu inapita usiku, watu wanatoka wanaenda kuangalia. Kama nyota zingekuwa zinaonekana mara moja, hiyo siku nyota zinaonekana, watu wengi wangekesha nje wakitaka kuona nyota. Lakini kwa sababu nyota ziko kila siku, hata ni vingumu zaidi kuangalia juu shukuru Mungu kwa sababu ya nyota. Maana huwa tunaona kama ni kawaida nyota kukuwapo. Huwa tunaona kama ni kawaida jua kutokea asubuhi. Huwa tunaona kama ni kawaida yale mambo ambayo unayapata kila siku. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ndani ya ibada ya leo nataka uelewe ya kwamba yale ambayo Mungu amefanya katika maisha yako si kawaida. Imegharimu mkono mkubwa, mkono wenye ondari wa Mungu, yeye kukulete mpaka siku ya leo. Bwana Yesu apewe sifa. Na hiyo inatupasa kumshukuru Mungu. Ndio Waefeso inasema tusiwe wajinga, bali tufahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni ya kwamba tumshukuru kwa kila jambo. Asubuhi ya leo nataka tukuongea kidogo kuhusu shukrani, ibada ya shukrani. Tumesoma Habakuku mlango wa 3, mali Habakuku anaongelea mambo ambayo pengine alikutana nayo, ama pengine yanakutananga na wengine wetu, ama yanakutana na baadhi ya watu duniani. Wanakuta yale mambo walitarajia kupata hawakupata. Unakuta zile vitu walitamani kuwa navyo hawakuwa navyo. Na wengine wanakosa sababu nzuri za kusimamisha mbele za Mungu washukuru. Lakini Habakuku pamoja na hayo anasema boma lake la ng'ombe lilikuwa halina chochote. Banda lake la kondoo lilikuwa halina chochote. Mashamba yake alikataa kutoa mazao. Lakini hayo yote hakuyaweka kama kizuizi. Alitafuta sababu za kushukuru Mungu ndani ya kila jambo. Akasema nitamshangilia Bwana Mungu wangu na nitamfurahia. Na akasema ya kwamba yeye atamuinulia ibada ama dhabihu ya sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ni jambo nzuri kumshukuru Mungu. Nataka tukue pia na ibada ya shukrani. Mimi nasikia hata tukitumia muda wetu wote kwa kushukuru, kuinua ibada. Kule mbinguni wanga hakuna kipindi cha neno.
ni ibada ya kuabudu, ni ibada ya shukrani, ni ibada ya sifa. Malaika wanatoa dhabihu za sifa daima. Maandiko yanasema wanainama, mbinguni hakuna usiku. Kwa hiyo wakiinama kutoka asubuhi, wanainama hivyo mpaka asubuhi, wakimuinulia Mungu ibada ya sifa, wakimshukuru Mungu. Zaburi inasema tumshukuru Mungu kwa sababu ni jambo njema kumshukuru Mungu. Daudi pia anasema shukuruni Bwana kwa kuwa fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana maana fadhili zake ni za milele. Inapendeza sana mbele za Mungu asubuhi ya leo na ndani ya kila siku na ndani ya kila wakati kumshukuru Mungu. Uwe umepata kile ulichotaka kupata na ulichoamini upate mwaka huu ama haujapata, maandiko yanasema inapendeza kushukuru. Amen. Mungu awe ametenda ama hajatenda, maandiko yanasema ni mapenzi ya Mungu tushukuru. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana atukuzwe. Wakati mwingine Mungu anakufanyianga mambo unachukulia kama ni kawaida kwa sababu kila mtu amefanyiwa. Lakini chochote Mungu anachofanya katika maisha yetu anakifanya kwa kusudi, na inatupasa kumshukuru. Mshukuru ni Mungu wa miungu, maana fadhili zake sandumu milele. Either ametenda ama hajatenda, maandiko yanatuhimiza ama maandiko yanatuangiza kushukuru. Yaani tuwe na moyo wa shukurani. Tujifundishe kuwa na moyo wa shukurani. Tujifundishe kumfanyanga Mungu ibada ya shukurani. Tujifundishe kutoanga miili yetu iwe dhabihu ya kushukuru mbele za Mungu. Watu wengi ushukuru kwa yale mambo wametendewa, na hiyo pia ni sawa. Palikuwa na mama mmoja alikuwa mgonjwa sana sana, alikuwa katika hali yake ya kukata roho ama kufa, na Mungu akatumana mtu kwake aende amtembelee. Alipoenda akampata ako chini ameanguka, anangaragara pale na ako katika hali ya maututi. Yule mtu akamhurumia sana, akataka kumsaidia. Akamuuliza, mama, ungependa ukufanyiwe nini? Yule mama akasema, mimi hakuna kitu nahitaji, maana nimepata vitu vyote ndani ya Kristo. Mimi nashukuru. Yule mtumishi akaangalia akaona huyu mama anateseka, huyu mama anafaa kusaidiwa. Lakini akimuuliza, yeye anamwambia ametosheka, amepata vyote alivyohitaji ndani ya Kristo Yesu. Kile anachotaka ni kushukuru. Yaani anashukuru hata ndani ya mateso, ndani ya maumivu, ndani ya hali ngumu. Mama anasema, mimi ndani ya Kristo nahitaji tu kushukuru. Na mama akafa. Lakini yule mtumishi alipotoka pale, alienda akaandika kitabu akisimulia jinsi ameona mtu ambaye amepata kila kitu ndani ya Mungu na anashukuru kwa hali zote. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mwingine wao tunashukuru kwa yale ambayo ni mazuri ambayo Mungu ametutendea. Unasimama unasema, niko na ushuhuda ndani ya mwaka huu wa 2025, ndani ya mwaka wa mvua ya neema, Mungu amenitendea, Mungu amenifanyia 1 2 3, na niko na shukrani sana mbele za Mungu kwa sababu amenitendea hiki na hiki. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nikuonyeshe aina ya watu watatu, aina tatu za watu ambao hutoa shukrani. Kikundi cha kwanza ni hao ambao wakitendewa, Mungu akifanya, anasimama, anatoa shukrani, anatoa ushuhuda, anasema Mungu amemfanyia hiki, sikuwa na hiki na Mungu amenifanyia. Niliamini na niliomba na Mungu ametenda. Jamani wapendwa, nimekuja tu kutoa ibada, nimekuja kutoa shukrani kwa sababu Mungu amenitendea.
kwa sababu Mungu amenifanyia, kwa sababu niliamini na tukaomba na nikangojea na Mungu ametenda. Jamani, niko na ushuhuda, niko na shukurani. Anatoa shukurani kwa sababu ya zile baraka ambazo amepata, ama yale mambo ambayo Mungu amemfanyia. Kuna kundi liko hivyo. Chochote Mungu akikufanyia, uko na moyo wa kushukuru. Niwekee kitabu cha Kutoka mlango wa 14 waka mstari wa 3. Farao atafikiri kwamba hao Waisraeli wanatangatanga katika nchi kwa kuchanganyikiwa, nalo jangwa limewafungia. Mstari wa 4. Nami nitaufanya moyo wa Farao mgumu, naye atawafuatilia, lakini nitajipatia utukufu kwa ajili yangu mwenyewe kupitia Farao na jeshi lake lote, na nao wa Misri watajua kuwa mimi ndimi Bwana. Kwa hiyo Waisraeli wakafanya hivyo. Mlango wa 15 mstari wa 1. Mlango wa 15 inasema hivi: ndipo Musa na Waisraeli wakamwimbia Bwana wimbo huu: nitamwimbia Bwana kwa kuwa ametukuzwa sana. Farasi na mpanda farasi amewatosa baharini. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu. Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Hawa ni Musa pamoja na Waisraeli baada ya Mungu kuwafusha bahari ya Shamu na kuwatumbukiza ama kuangamiza maadui zao wote, wale waliowafuatilia jeshi la Farao walipoinuka kufuatilia Israeli. Mungu akamwambia Musa, nitaufanya kuwa mgumu moyo wa Farao, naye atawafuata, na katika hili nitajipatia utukufu. Mungu akaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, akaangisa majeshi wafuatilie. Walipoona Mungu amefungua njia katikati ya bahari, na wao wakafuatilia. Lakini Mungu alivyo na mipango, Mungu alivyo na timing, Mungu alivyo na ufahamu, Mungu alivyo na hekima, akawaachia wakaingia, na wote akawaangamiza. Bwana Yesu apewe sifa. Israeli na Musa wakajipata wamefuka ng'ambo ile. Mlango wa 15, Musa wanaimba wimbo, Israeli wanaimba wimbo, wanasimama mbele za Bwana, wanamwimbia Bwana, wanaimba wimbo wa kutukuza jina la Bwana, maana amewatendea. Hili ni kundi la kwanza, watu ambao ushukuru kwa yale ambao wametendewa. Na nimesema hilo si mbaya, ni vizuri kumshukuru Mungu kwa yale amekutendea. Ni vizuri kuwa na moyo wa shukurani. Usijihesabu ya kwamba nguvu yako na bidii yako na akili yako imekufanya ufanikiwe Nairobi. Ni mkono wa Mungu, ni Mungu amekusaidia, ni Mungu amekupigania, ni Mungu amekuweka ili ajipatie utukufu kupitia maisha yako. Hivyo inatupasa kusimama kama Musa na Waisraeli na kumwimbia Bwana wimbo wa sifa, wimbo wa shukurani. Anasema hivi: nitamwimbia Bwana kwa kuwa ametukuzwa sana. Farasi na mpanda farasi amewatosa baharini. Nami nasema hivi, ndani ya mwaka huu kulikuwepo na maadui wengi waliokufuatilia, waliotaka usame, waliotaka ukwame, waliotaka ushindwe, waliotaka waone haujafaulu. Lakini Mungu aliye mkuu sana, Mungu wa mbinguni, akawaangusha maadui zako, akawatosa baharini, akawaondoa mbele zako. Ni Mungu amekushindania,
mpaka sasa ni Mungu amekupigania. Inakupasa kumwimbia Bwana wimbo, kumtungia Bwana wimbo wa kumtukusa na kumuhimidi na kumuinua. Musa na Israeli wakamuinulia Bwana wimbo, wakamuimbia Bwana wimbo. Mstari wa 11, ni nani miongoni mwa miungu aliye kama wewe, Bwana? Ni nani kama wewe, aliyetukuka katika utakatifu, atishaye katika utukufu, ukitenda maajabu. Yaani wanamsifu Mungu, wanamwadhimisha Mungu, wanamtukusa Mungu, wanamuinua Mungu kwa yale ametenda. Kanisa, ni vizuri, ni jambo zuri. Maandiko yamesema ni jambo zuri kumshukuru Mungu. Wakati mwingine mambo mengine yanafanyika katika maisha yetu na sisi tunachukulia tu ni kusonga tu. Si kusonga. Sisi tunachukulia tu ni vile niko na biashara. Ndio maana huyu mtoto amesoma. Ni mkono wa Mungu. Ni mkono wa Mungu. Inatupasa kujua. Inatupasa kumuinulia Bwana na kumuinulia sifa. Inatupasa tusiwe wajinga. Mstari wa 12, ulinyosha mkono wako wa kuume, nchi ikawameza. Yaani Musa na Israeli wanatafuta sababu za kumuinulia Mungu wimbo wa sifa na ibada ya shukrani. Anamwambia ulinyosha, ni wewe Mungu uliyenyosha mkono wako wa kuume, nchi ikawameza. Maadui zako Mungu alinyosha mkono wake ndani ya huu mwaka na akawaondoa. Inatupasa kumuinulia Mungu sifa. Na Mariamu nabii mke ndugu yake Aaron akatoa hatari mkononi mwake, wanawake wakatoka wote wakaenda nyuma yake, wenye matari ya kucheza. Miriam akawaimbia, mwimbieni Bwana kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Yaani wanamwimbia Bwana wimbo, wanamuinulia Bwana ibada ya shukrani kwa yale ambao Mungu ametenda, kwa yale ambao Mungu amefanya, kwa yale ambao Mungu amewatendea. Yaani wimbo unaoimbwa baada ya kupata ushindi. Ni ibada inayofanywa baada ya kupata ushindi, baada ya Mungu kujibu, baada ya Mungu kufanya, baada ya Mungu kutenda. Unatenga muda ili kundi linatafuta nafasi, wanaamua tutafanya ibada ya shukrani kwa yale Mungu ametutendea ndani ya mwaka wa 2025. Tunataka tumfanyie Bwana ibada ya kumwambia asante kwa yale umetutendea, asante kwa yale umetufanyia. Ni wewe uliyetukomboa, ni wewe uliyeponya mtoto wangu, ni wewe uliyesaidia mtoto wangu amemaliza shule, ni wewe ambaye umenifanyia 1 2 3. Yaani unatafuta nafasi ya kumuinulia Bwana ibada ya sifa ama ibada ya shukrani. Hilo ni kundi la kwanza. Wanamshukuru Mungu kwa yale ambao Mungu amewatendea, kwa yale ambao Mungu amefanya. Unasimama unaamua, nitatafuta sadaka ya shukrani kwa sababu nilimuita Mungu na akanjibu, kwa sababu nilimtafuta Bwana na akatenda, kwa sababu niliomba na naona majibu. Unatafuta sababu, unatafuta sadaka, unajitengenezea ibada na unaenda mbele za Bwana na ibada yako ya shukrani. Unaenda mbele za Bwana na sadaka zako za shukrani, ukimshukuru kwa sababu amekuwa mwema, ukimwimbia wimbo wa kumuinua kwa sababu fadhili zake
zimekuwa juu ya maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kundi la pili ni wale wanaomshukuru Mungu kabla hajafanya, hata kama hajafanya, hata kama haijatendeka. Kundi la pili ndilo liko na kina Habakuku. Anasema hata kama hakuna mazao, hata kama mashamba imekataa kutoa mazao, zizini hakuna kondoo, hakuna ng'ombe, kazini hakuna faida, mwaka huu umekuwa na kisirani, hii familia imekuwa na misukasuko, lakini nitamshukuru Bwana. Unamshukuru Bwana hata kabla haijafanyika. Unamshukuru Bwana hata kabla haikutendeka. Hili ni kundi ambalo limetoka katika kiwango cha kushukuru kwa yale tu umetendewa. Unaingia kiwango kingine cha imani ya kuanza kumshukuru Mungu hata kama jambo halijafanyika, hata kama bado haijatendeka. Bwana Yesu apewe sifa. Niwekee Yohana 11 mstari wa 41. Kwa hiyo wakaliondoa lile njiwe kutoka penye kaburi. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, ninakushukuru kwa kuwa wanisikia. Ninajua ya kuwa wewe unisikia siku zote. Lakini nimesema haya kwa ajili ya umati huu uliosimama hapa, ili wapate kuamini ya kuwa wewe umenituma. Baada ya kusema haya, Yesu akapasa sauti yake akaita, Lazaro, njoo huku. Yeye aliyekuwa amekufa na amefungwa na sanda, na ni siku ya 4 baada ya kuwa amezikwa. Maandiko inasema akatoka. Hapa nguvu ya shukrani kabla ya miujiza, kabla ya chochote kufanyika. Yesu anatuonyesha kundi ambalo liko na imani ya kwamba hata kama haijafanyika, niko na sababu naweza mshukuru Mungu. Yesu anainua macho yake, anashukuru, anasema asante Mungu kwa sababu ya haya haijatendeka, lakini Yesu kwanza anashukuru. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa Yesu ashukuru kwa sababu Lazaro amefufuka. Anashukuru mbeleni kwa sababu ako na imani ndani ya Mungu. Anajua hata kama haijatendeka, ni mapenzi ya Mungu kumshukuru kwa kila jambo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nikuonyeshe siri. Niwekee Mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 20. Mlango wa 20 mstari wa kwanza, maandiko yanasema hivi: ikawa baada ya jambo hili, wa Moabu na Waamoni pamoja na baadhi ya Wamehuni wakanja ili wapigane vita na Yehoshafati. Watu fulani wakaja wakamwambia Yehoshafati, jeshi kubwa linakuja dhidi yako toka Edom na ng'ambo ya bahari, tayari wako Ozasoni Tamari. Yehoshafati akaongopa, akaasimia kumtafuta Bwana, akatangaza kwa Yuda wote kufunga. Watu wa Yuda wakakusanyika pamoja ili kutafuta msaada kutoka kwa Bwana. Wakanja kutoka kila mji wa Yuda ili kumtafuta Bwana. Mstari wa 6, akasema, huyu ni Yehoshafati, Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe ndiye uliye Mungu mbinguni? Si wewe ndiye utawalaye juu ya falme zote na mataifa? Uweza na nguvu viko mikononi mwako, wala hakuna yeyote awezaye kushindana nawe. Wakati Yehoshafati ameletewa ripoti mbaya ya kwamba kuna wafalme wamejikusanya pamoja na wamekubaliana kuja kuangamiza wana wa Israeli na wana wa Yuda, Yehoshafati akaletewa ripoti, akaipokea
Maandiko yanasema akaenda kwa hekalu, akaingia kwa kanisa na akamuinulia Bwana maombi, akamuomba Mungu, akamuita Mungu, akaomba mbele za Bwana, akainua maombi ya kumtukuza Mungu. Anamwambia Mungu, hakuna Mungu mwingine, si ni wewe uliyefanya, si ni wewe mwenye nguvu, si ni wewe mwenye uweza. Mstari wa 20, mstari wa 18, mstari wa 18 anafanya kitu tofauti. Yehoshafati akainama na kusujudu uso wake hadi chini, nao watu wote wa Yuda na Yerusalemu wakaanguka chini ili kuabudu mbele za Bwana. Yehoshafati ameinua maombi kwanza, ameenda katika nyumba ya Bwana, ameomba. Baada ya kuomba, Yehoshafati anainama, anaabudu mbele za Mungu, anamwabudu Mungu pamoja na Israeli na Yerusalemu wote. Mstari wa 20, baada ya kuomba na baada ya kuabudu, asubuhi na mapema wakaondoka kuelekea jangwa la Tekeo. Walipoanza safari, Yehoshafati akasimama akasema, nisikilizeni enyi Yuda nanyi watu wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, hivyo mtathibitika. Wasandikini manabii wake, nanyi mtafanikiwa. Mstari wa 21, alipomaliza kushauriana na watu, Yehoshafati akawaweka watu wa kumwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu wake. Walipokuwa wametangulia mbele ya jeshi wakisema, mshukuruni Bwana kwa kuwa upendo wake wadumu milele. Baada ya maombi na baada ya kuabudu, Yehoshafati ameita kikundi cha praise and worship, amewapanga na amewaambia, nataka tumwimbie Bwana, nataka tumuinulie Bwana isifa, nataka tumfanyie ibada ya shukrani, ibada ya kumuinua. Na maandui bado wanakuja kinyume chao, maandui wanakuja kinyume cha Yehoshafati, lakini amepanga kikundi cha kusifu, amepanga watu wa kuinua ibada ya kuabudu, ameipanga watu wa kumsifu Bwana, na wakatokea mbele wakisema mtakatifu, wakimuinua na kumwimbia wimbo Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa nataka uone kikundi cha pili ambacho wanamwimbia Mungu ama wanamshukuru Mungu kabla ya muujiza kufanyika, kabla ya chochote kufanyika. Yehoshafati anaongopa, maandui wanakuja, lakini anapanga watu wa kumwimbia Bwana, anapanga watu wa kumsifu Bwana. Hakuna chochote kimefanyika, lakini anasema mshukuruni Bwana. Maandui wanakuja kinyume chao, lakini anasema mshukuruni Bwana kwa kuwa upendo wake wadumu milele. Imani ya kushukuru hata kabla ya muujiza kufanyika. Bwana Yesu apewe sifa. 2025, yale ambayo Mungu amefanya, shukuru Mungu, na yale ambayo hayajafanyika, kuwa na moyo wa shukurani. Fanya ibada ya kushukuru. Fanya kama Yehoshafati, hata kabla haijatendeka aliinua kikundi cha kuabudu, wanaimba wimbo mshukuruni Bwana kwa kuwa fadhili zake sandumu hata milele. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nimalize, na nataka kumaliza na kundi la tatu. Kundi la tatu ni wale ambao wanaomshukuru Mungu katikati ya mateso, katikati ya dhoruba, katikati ya tanuru, katikati ya dhiki, katikati ya misukasuko. Haijafanyika,
Mungu hajafanya, umejipata kwa shida, umejipata kwa matatizo, umejipata kile ulichotabiriwa akijatimia, lakini unaamua katikati ya hayo matatizo na hizo shida umuinulie Bwana ibada ya shukrani. Niwekee Danieli mlango wa 6 mstari kuanzia wa 10. Ikawa Danieli alipofahamu kuwa amri ile imetangazwa, alikwenda nyumbani kwenye chumba chake cha ghorofani, ambapo madirisha yalifunguka kuelekea Yerusalemu mara 3 kwa siku. Akapiga magoti na kuomba, akimshukuru Mungu wake kama alivyokuwa akifanya mwanzoni. Ili ni kundi la wale watu ambao wanashukuru Mungu katikati ya vita, katikati ya mateso. Danieli anajua amri ya mfalme imetolewa, na Danieli ndiye aliyekuwa anatafutwa kwa sababu alikuwa anataka kutenganishwa na ibada zake za shukrani. Alikuwa anataka kutenganishwa na uaminifu wake mbele za Mungu. Amri ikatolewa ya kwamba asiabudiwe Mungu mwingine isipokuwa Mungu wa mfalme. Na maandiko yanasema Danieli akawa anamjua kile ambacho kimewekwa, ile amri ambayo imetolewa, lakini akaenda nyumbani kwake, akapanda kwa ghorofa, akafungua madirisha na akafanya ibada kama ilivyokuwa desturi yake. Akamshukuru Mungu, akamuinulia Bwana ibada hata katikati ya hatari, katikati ya amri mbaya. Danieli anainua ibada ya shukurani. Anajua ni kubaya, anajua amri ni mbaya ile imetolewa, lakini anamuinulia Bwana ibada ya shukurani. Bwana Yesu apewe sifa. Anamshukuru Mungu katikati ya mateso, anamshukuru Mungu katikati ya dhoruba. Hili ni lile kundi la watu ambao hata kama Mungu hajafanya, hata kama imekuwa nzito, hata kama umejipata kwa dhoruba, umejipata kwa matatizo, umejipata kwa vifungo na vizuizi, unamuinulia Bwana ibada ya shukurani. Una moyo wa shukurani mbele za Bwana, hata kama imefanyika kinyume na matarajio yako. Unamuinulia Bwana ibada. Mungu anatafuta watu kama hawa. Hawa ndio wanajua mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kumshukuru Mungu katika kila jambo. Ili kundi ndilo ambalo liko na Jona wakati ametumwa na Mungu, amekataa kuisikia sauti ya Mungu, ameenda kwingine. Baadaye akachukuliwa, akatupwa baharini, akameswa na samaki. Lakini akiwa ndani ya samaki, Jona anaanza kutafakari na anaanza kumrudia Mungu na anaanza kumuinulia Mungu shukurani. Anaanza kumuinulia. Ako ndani ya mateso, ako ndani ya tumbo la samaki, ako ndani ya hali nzito na ngumu. Mahali ako ni mateso. Lakini Jona mlango wa 2 mstari wa 9, maandiko yanasema Jona akamuinulia Bwana sauti yake, akaanza kuliitia jina la Mungu, akaanza kumuinulia Bwana shukurani, akaanza kumshukuru Mungu katika hiyo hali, akaanza kumshukuru Mungu katika hayo mateso, akaanza kumshukuru Mungu katika ndani ya tumbo la samaki. Hapo ndani anamuinua Bwana, hapo ndani anamwadhimisha Bwana, hapo ndani anamuita Bwana, hapo ndani anamshangilia Bwana. Maandiko yananikumbusha ya kwamba wakati mitume walipokuwa wameanza kuhubiri na kusambaza Injili, ukisoma kitabu cha Matendo ya Mtume, nafikiri mlango wa 5, wakaitwa, wakashikwa, wakawekwa kwa chumba gerezani, wakatandikwa sana, lakini walipotoka, wakatoka wakimsifu Mungu. Wako ndani ya mateso, wako ndani ya gereza, wanachapwa, wanapigwa, lakini uko ndani wanamsifu Bwana. Na walipotoka wakajihesabu ya kwamba wanastahili kuteseka kwa sababu ya jina la Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Wako ndani ya mateso,
Paulo na Sila waliposhikwa wakawekwa gerezani, kabla wawekwe gerezani walikuwa wamepigwa sana, walikuwa wameteswa sana, na wakawekwa gerezani. Lakini usiku wa manane, kama saa 7 saa 8 hivi, wakaanza kumwimbia Bwana sifa, wakiomba ndani ya gereza na kumuinulia Bwana ibada ya shukrani. Hili ni kundi ambalo alinjui upinzani. Hili ni kundi ambalo alinjui ni kitu gani kimetokea kinyume. Unamshukuru Bwana, unamuinulia ibada ya sifa, unamwabudu Bwana, iwe imefanyika haijafanyika, iwe uko katika hali nzuri ama hauko katika hali nzuri, wewe unamuinulia Bwana ibada, unamuinulia Bwana sifa, unamuinulia Bwana shukrani, unatoa shukrani mbele za Bwana. Ilipokaribia usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakiomba na kuimba nyimbo za kumsifu Mungu. Wakiimba nyimbo za kumsifu Mungu. Wako ndani ya gereza, lakini wanamwimbia Bwana nyimbo za kumsifu. Tunapomaliza 2025, nataka utafakari maisha yako. Uko ndani ya kundi gani katika haya makundi matatu? Kuna watu ambao ushukuru kwa kile wametendewa, lakini kama haijatendeka atalalamika siku zote. Atazunguka kila makanisa akisema nilienda hapa haikufanyika, nikaenda hapa sikutendewa. Kuna wako wa kundi la pili ambao kuna imani hata kama haijatendeka unaweza ukainua sauti yako ukamshukuru Bwana. Na kuna hawa ambao hata katikati ya challenge, tafakari uko katika kundi gani. Ninapomalizia, ukisoma kitabu cha Luka mlango wa 17, Luka mlango wa 17, 12, alipokuwa akiingia kwenye kijiji kimoja, watu 10 waliokuwa na ukoma wakakutana naye, wakasimama mbali. Akawaza moyoni mwake, yes, nifanye nini? Sina mahali pa kuhifadhi mavuno yangu. Ndipo huyu tajiri akasema, nitafanya hivi, nitabomoa ngala zangu za nafaka na kujenga nyingine kubwa zaidi, na huko nitayahifadhi mavuno yangu yote na vitu vyangu. Nami nitaiambia nafsi yangu, nafsi yangu, unavyo vitu vingi vizuri ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika, ule, unywe na ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mfumbavu wewe, usiku huu uhai wako unatakiwa. Sasa hivyo vitu ulivyoviweka akiba vitakuwa vya nani? Niwekee kwa Biblia ya Kisugu huo mstari wa 16. But God 16. And he told this parable, the ground of a certain rich man produced a good crop. And he thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grains and my goods. And I will say to myself. Hapo nilikuwa natafuta hiyo neno inasema I.
Huyu mtu anashindia hai, mimi nitafanya, mimi nimefanya, mimi nitapanua, mimi nitaongezea. Kwa hiyo mistari miwili amerudia I mara 6. Hii inaonyesha mtu ambaye akona roho ya ubinafsi, mtu ambaye ana nafasi ya Mungu ndani yake, mtu ambaye aoni kila akonacho kama ni Mungu amempatia, anaona ni nguvu yake. Anasema nimepanda shamba, anasema nitapanua, anasema nitajenga, anasema nitaweka, anasema nikishaweka nitaambia nafsi yangu. Yaani anaona kile chochote alicho nacho ni yeye mwenyewe amefanya. Ana nafasi ya kuambia Mungu, najua ni wewe umenisaidia na kushukuru. Ile kitu ilifanya Mungu amwambie nitachukua uhai wako, ni vile Mungu aliona huyo mtu amempatia, lakini akona ubinafsi, akona ubinafsi mwingi, aoni kama ni Mungu amefanya. Na kuna watu wako hivyo, anaona kama ni kawaida, aoni sababu ya kushukuru, aoni sababu ya kuambia Mungu, hiki ni wewe umenipatia. Najua nimesoma lakini ni wewe umenipatia kazi. Najua niko na kazi lakini wewe umenipatia faida. Najua niko na nyumba lakini wewe umenipatia amani. Najua niko na mke lakini wewe umenipatia watoto. Yaani aoni sababu ya kushukuru Mungu, anaona ni nguvu yake. Mungu akakuja usiku akamwambia, roho kama hii siwezi iongeza, roho kama hii siwezi iinua, roho kama hii siwezi kubali iendelee. Huyu mtu alikuwa na utajiri. Biblia ikikubali uko na utajiri, uko na utajiri. Biblia ikisema huyu mtu alikuwa na vitu, alikuwa na vitu. Biblia ikikubaliana na chochote kuhusu maisha yako, inakuanga ni uhakika, iko hivyo. Kwa hivyo huyu mtu alikuwa ni tajiri. Huyu mtu alikuwa amevuna vizuri, alikuwa na mali ambao angekula miaka yake yote, lakini alikosa nafasi ya kushukuru Mungu. Badala ya kushukuru Mungu anasema, ni mimi nimespanda, ni mimi nitapanua, ni mimi nitajenga mangala mengine, ni mimi nitaweka mali yangu huko, ni mimi nitakaa na amani, ni mimi nitaambia roho yangu pumzika. Mungu siku hiyo akakuja akaondoa, akamwambia roho yako inatakikana, hizo vitu zote ulizojiwekea asitakufaidi. Hii inatufunza nini? Nitafutie ule mfano, inasema watu wawili walienda hekaluni kuomba. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Mmoja alikuwa ni Farisayo na wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, Mungu nakushukuru. Hapa ile kitu nataka uone hapa ni tofauti. Nataka uone tofauti ya moyo ambao ana shukrani wa huyo mtu ambaye alipata mali, akapata mazao, lakini moyo wake hauna nafasi ya kushukuru Mungu. Usiku huo ndio roho yake ilichukuliwa. Kundi la pili ni ile hapa. Hao watu wawili wameenda kanisani, hekaluni. Mmoja ni Mfarisayo na mwingine ni mtoza ushuru. Alafu angalia maombi ya Mfarisayo. Anaomba maombi ya shukrani. Anasema hivi moyoni mwake, Mungu nakushukuru. Lakini anaharibu. Anasema, kwa kuwa mimi si kama wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wasinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Anashukuru, na ni vizuri kushukuru, lakini akona uwepo Christ ndani yake. Anajifanya yeye ni mzuri kupita wengine. Anashukuru, lakini anataka kujionyesha kwamba yeye ni bora. Bwana Yesu apewe sifa.
Na maandiko yanasema yule mwingine ambaye alikuwa ni mwizi, alikuwa ni mtoza ushuru, alikuwa ni mnyang'anyi, alikuwa ni mzinzi, kama vile huyu jamaa anaelezea, yeye anasema hivi, aliinama akanyenyekea akamwambia Mungu hivi. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala akudhubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alipiga kifua akisema, Mungu uniwie radhi, mimi mwenye dhambi. Nitafutie ile maandiko inaongea kuhusu wale wenye ukoma waliponywa, wale wenye ukoma 10 walioponywa, na Yesu akawaambia, nendeni kwenu kwa makuhani mkajionyeshe. Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya, na alipoingia katika kijiji kimoja alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti zao, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifundifundi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa ni Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Anaitwa mgeni kwa sababu alikuwa ni Msamaria. Na hao wengine wote 9 walikuwa ni Wayahudi. Lakini walipoponywa wakiendanga. Huyu mmoja alipokuta amepona akasema, nitarudi kabla ya mwaka haujaisha, nitaenda kumuinulia Bwana ibada ya shukrani, nitaenda kumtolea Bwana dhabihu za sifa na shukrani, nitatafuta sadaka nzuri nikainue mbele za Bwana. Yesu akamwambia, enenda na imani yako imekuponya. Ina maana kuna baraka zingine aliongezewa, ama ina maana wale wengine huenda walirudiwa na magonjwa, lakini yeye alipona kabisa, maana alikuwa na moyo wa shukrani. Baba Mungu wa mbinguni,